Kwanza mambo ni mawili kwa sababu ya muda na kwa sababu sasa hivi ni muda wangu pia wa kwenda kanisani. Nataka kusema kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, na mambo hayo yote ni kwa ajili ya mustakabali wa mkoa wetu na pia kushauriana na watu ambao pia wanatoka kwenye line na wanapotoka. Kwanza kabisa sisi tunakaa boda ya Sirari kuhusu hili la makamu mwenyekiti kushikiliwa kwamba immigration au uhamiaji, idara yetu ya uhamiaji kutumika. Mimi niendelee tu kusisitiza kwamba idara ya uhamiaji inatumika kwa sababu kulikuwa kama na kasumba ya kumtafutia makamu mwenyekiti mashimo yanachimbwa, na yeye mwenyewe alishaambiwa tangu mapema kabisa kwamba kuna mashimo yanachimbwa kwa ajili yako. Na amekuwa mtu ambaye amekuwa na umakini mkubwa sana kutokuingia kwenye ugomvi ambao hauna msingi, lakini hajaacha kukaa kwenye line yake ya kusimamia ukweli ambao ndio nature yake na ndivyo alivyozaliwa. Na yeye kama ambavyo vitabu vya Mungu vinasema, ukisoma hata kitabu cha Zaburi, kwamba yeye kukataa kwenda na mashauri ya wasio haki haliwezi kuwa kosa kwake. Kwa hiyo mimi niendelee kumtia moyo kupitia Zaburi moja mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kama kutakuwa na mtu atamfikishia hiyo, aelewe kwamba pia wamchao Bwana ni kama mlima Sayuni. Kwa hiyo asije akafikiria kwamba yuko peke yake. Wako malaika na yuko Mungu anaongozana naye. Kwa sababu ukiangalia kilichomweka ndani hata sasa, na sisi tulikuwa tumesisitiza kwamba tujue. Tunashukuru Mungu kwamba tumejua aliko. Sasa jambo la pili ni kwamba usalama wake na uhai wake ni jambo la msingi, wala hilo halina negotiation. Kwetu sisi kuhusu usalama wa makamu mwenyekiti wa chama halina negotiation. Sababu hatuwezi kuona tu watu siku hizi wanaamka tu wanachukua maisha ya watu wengine kama kuku, ya kwao ndio ya watu. Kwa hiyo sikutaka kwenda mbali kwenye hili. Ninachojua mimi kilichomweka ndani makamu mwenyekiti wetu ni phobia. Yaani kuna kitu kwenye psychology inaitwa phobic disorder. Yaani watawala wameshakuwa na phobia. Wao wenyewe wamekuwa na hofu ya kitu chao hicho walichounda kinachoitwa uchafuzi wa tarehe 29. Sasa wakikuona tu hata usoni, kama wanaona dimina yako haiendani na hiyo jina na hii waliotengeneza ambayo sisi tunaiita ni najis, wanaona huyu atunzwe, huyu atekwe, huyu afanywe hivi. Kwa hiyo wana phobia kubwa sana. Electrophobic ndio kinachowasumbua wao. Lakini imani ni kwamba sisi hii vita tunaye Kristo Mungu, na tunaamini hii vita atashinda yeye. Hilo la kwanza. La pili, kuhusu hili la ndugu yangu Wenje ambao umeniuliza sasa, sikutaka kumzungumza na wala sihitaji kumzungumza kwa sababu ya ukweli kwamba mimi binafsi na yeye au familia yangu na yake tulishavuka level ya vyama. Mama yake ni mama yangu. Tunazungumza rutini yetu ya maisha yetu na maisha yake ni maisha ya familia. Sasa labda tu ni mshauri, kwa sababu sizuiliwi kumshauri kaka yangu, mdogo wangu, dadangu au mtu yeyote yule. Hata katika maandiko matakatifu kusoma kitabu cha Mithali ni kwamba hata fimbo umrudi hata mtoto mtukutu. Wenje anaingia kwenye msitu wa niite labda msitu wa kipumbavu ambao ili aje kutoka kwenye ule msitu atakuwa amegharimu sana watu wengi. Atakuwa amegharimu mpaka watoto wake jina, kutanishi jina lake kwa kiwango ambacho hata siwezi kukielezea. Nikirejea hili jambo ambalo amelisema jana nafikiri mimi sifuatilii sana hayo mambo. Hili alilolisema kuhusu
familia ya Lissu, kwanza lile ni tusi kibinadamu na ni kukosa utu, lakini pia ni kujivika unyama katikati ya watu ambao umeenda ukawakuta ni wanyama. Nani ajuae, labda Wenje angeenda kwa hao watu kwenye hilo kundi ambalo limemchukua. Nani ajuae, labda angeenda kwenye hilo kundi, then akataka kuwarithisha matendo mema, akataka kuwashauri yaliyo mema, pengine akawashauri kutokuumiza watu. Hapo angeenda kufanya kazi takatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini Wenje ameenda pale, anataka kujiharakia uchafu kuliko wachafu wenyewe. Yaani yeye ameingia kwenye kundi la watu, pengine anawaambia mbona muwapigi vizuri? Hao mnawapiga risasi, hao mlipaswa muwapige guruneti. Anamkosea Mungu sehemu kubwa sana. Wenje ndugu yangu, kama ambavyo Munishi alimuita Marebo, ninakuita Wenje. Ninakuita Wenje ndugu yangu, Wenje, ndugu yangu Wenje. Kama Munishi alivyomuita Marebo ndugu yake. Acha kutumika kuumiza watu. Acha kutumika kuchafua image ya wanamkoma. Acha kutumika kuchafua image ya wanamichire. Acha kutumika kuchafua image ya watu ambao ni watu maalum katika harakati za mageuzi East Africa, Wajaruo, ambao ni kabila linaloheshimika. Lenyewe tulishajiheshimisha kama kabila. Acha kutumika kuwachafua. Kama umeamua kukaa upande huo, ni haki yako ya msingi. Lakini kaa huko kama ulitumwa na Mungu. Kama ulivyosema juzi, mara umtaje Hezekia, nilikuwa nakusikia, mara unamtaja nani, pengine ulikuwa unaruka tofauti na maandiko matakatifu yanavyotaka. Usiokote vifungu unavyoona vinakufurahisha wewe. Unapokula na mfarume, usiwe na papara hii ulionayo Wenje. Kwa mfano, una sababu gani kumwaccuse mke wa Tundu Lissu? Mfano tu nikuulize kama ndugu yangu, mfano rahisi tu. Una sababu gani Wenje kumwaccuse mke wa Tundu Lissu? Unafahamu mapito aliyopita mke wa Tundu Lissu? Mpaka sasa tangu mwaka 2017. Ambaye yule ni dada yetu. Licha tu ya kumheshimu kama mke wa Tundu Lissu, ulipaswa umheshimu kama Msuvati, mtu wa nyumbani. Kama ambavyo mtu mwingine anaweza kumheshimu huyo ambaye uko naye kumfurahisha hapo, kwa sababu ni dada yake, ulipaswa umheshimu mke wa Tundu Lissu. Kitendo cha kumchukua mke wa Tundu Lissu, kumuingiza kwenye ugomvi wako, kutaka kumzungumza ili onekane unajua kuzungumza, mimi nakushauri achana na hiyo tabia. Kwa sababu mbili, Tundu Lissu hawezi kujitetea kwa sababu yuko kwenye kuta 4 kama alivyokuwa Mtume Paulo kwenye kuta hizo ndefu na minyororo mikubwa. Hana uwezo wa kujitetea, Mungu maskini wa Mungu kwa sasa. Lakini mke wake unataka kujibu. Alafu la tatu, ni nini kinakusukuma kuingilia maisha binafsi ya mtu? Yaani unasema mke wa Tundu Lissu hajaonekana mahakamani. Kwa nini usiwaraumu waliomweka Tundu Lissu mahakamani, unamlaumu mke wake kutokwenda pale? Ulipaswa waulize waliomweka kwamba mliyemweka Tundu Lissu mmemweka kwa kosa gani? Unayemtukana mke wa Tundu Lissu kibinadamu, umtendei haki. Unamkosea Mungu, unamkosea yule mama, unawakosea watoto wake. Kwa sababu wale watu wametengenezewa kitu kinaitwa forceful mobility. Forceful mobility. Yaani wametawanywa pasipo kupenda. Kama ambavyo watu wengi saizi kwenye familia zao wametawanywa pasipo kupenda. Kuna watu wengi wanatafuta wazazi wao, watoto wadogo kabisa. Kuna wazazi kama ambavyo nimemuona mama juzi, maskini wa Mungu, ametoka hospitalini moja kwa moja kwenda kumtafuta mtoto wake. Kuna mama yake Polepole, maskini wa Mungu, tunamuona pale anajivuta kumtafuta mtoto wake. Mama yake Mdude, dada zake na ndugu zake. Wachungaji mbalimbali wengine wamekimbia na nchi. Hiyo inaitwa forceful mobility. Yaani watu hawakupenda, sio social mobility, forceful mobility. Wamekimbia pasina kutaka, wamekimbizwa pasina kutaka, wameforsiwa kukaa mbali na wapendo wao.
usiitumie kama fimbo ya kumtukana Tundu Lissu. Na la mwisho nikukumbushe, Tundu Lissu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi. Tundu Lissu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi. Pengine mtu ambaye ungemlinganisha na huyu mnadi, pengine ni kina Mwajuma, hao ambao wanagombea, si Mwajuma, si kuna Saru Mwali, hao ndio uulize wake zao waliko vis-a-vis mgombea wako. Familia ya Tundu Lissu unaitafuta nini? Wanalia vilio vyao wenyewe. Baba yao amepigwa risasi, wale watoto hawajai kujua. Pengine aliyempiga risasi anafurahia kula saizi mayai. Baba yao yuko jela. Yule mama maskini wa Mungu juzi alikuwa kwenye mkutano huko, nilimuona mikutano fulani huko Ulaya, analia kama mtu ambaye hana namna ya kufanya. Huruma ya Mungu inakutaka umshauri mfalme au malikia uliye naye apunguze kuumiza watu, sio kumchochea huku unachofanya. Mimi ningetaka nikushauri kama ndugu yangu Wenje, na kuita kama Munisha alivyomuita Marebo. Ndugu yangu Wenje, mrudie Mungu. Ndugu yangu Wenje, muombe Mungu akupe hekima, uwe na kiasi katika yale unayoyasema. Na Mungu wetu, kwa sababu ni Mungu wa huruma, nina imani atakuhurumia. Na pengine mimi kama ndugu yako Chacha nitaendelea kukuombea Mungu akurejeshe hekima yako uliyokuwa nayo kama Wenje. Usimuumize mama pale Michire, na usituumize ndugu zako wengine, hata tukaona aibu hata kuposti picha tulizowahi kuishi na wewe katika wema, kwa sababu tu kwamba unataka kufurahisha watu. Shauri wangu pia kwako ni huo, na nisitakubali mtu yeyote amuongee mke wako, aongee watoto wetu wale wa kwako ambao wako Canada, kwa sababu yoyote ile, kwa sababu atakuwa anakukosea, au kuongea njia ulizopita wewe ili unusurike kifo mwaka 2020, atakuwa anakukosea. Pengine sitakubali mwanachama yeyote kwenye grupu la chama la Chadema akakuuliza kuhusu Nyatega kwamba kwenye kaburi lake ukienda utajisikiaje leo, kwa sababu sio utu, na mimi sikubali hayo mambo yaendelee. Sitisha hayo maneno ya kumtukana Tundu Lissu na familia yake, mnadi mgombea wako vis-a-vis kina Mwajuma anayogombea naye. Mungu akubariki kwenye siku hii kama utakuwa umenisikiliza sana.